fainali. Kwa hiyo hizi timu zote tatu kwenye grupu hili msimu uliopita walifika katika hatua za juu. Na nakumbuka katika kundi lao Al Hilali alikuwa kundi moja, Al Hilali, MC Alger pamoja na Yanga walikuwa katika kundi moja msimu uliopita. Kwa hiyo nazo ni timu sio za kuweza kuzibeza. Lakini pia yupo Lupopo. Lupopo amemtoa timu ya Orlando Pirates ya kutokea pale nchini South Africa. Alimfunga 3 nyumbani kwake mchezo wa pili, na Orlando akashinda 3, akatolewa kwa mikwaju ya penalty. Ni aina ya timu nzuri pia. Ukiona umefanikiwa kuitoa Orlando msimu uliopita walifika kwenye hatua za juu hadi nusu finali, lakini msimu huu wametolewa tu katika hatua hata makundi hawajatoboa, wametolewa na Lupopo. Ina maana Lupopo na wao wamejipanga vizuri na ni timu ambayo ina ubora. Kwa hiyo hili nalo ni miongoni mwa kundi gumu ambalo tutasubiri kuona nani anaweza kufanikiwa kufuzu kwenda katika hatua inayofuata, miongoni mwa kundi ambalo linaweza kutoa ushindani wa kutosha. Lakini tukitoka kwenye kundi hilo, tukitoka kwenye kundi hilo tunaenda pia kutazama kundi lengine. Hili ndo kundi la mwisho, Group D. Yupo Esperance de Tunisia, yupo Simba Sports Club, yupo Petro de Luanda, yupo Stade Malien. Hili kundi walikuwa wanapewa nafasi kubwa zaidi ni Esperance na klabu ya Simba. Hii pia ni kutokana, kwa mfano msimu uliopita ni timu ambazo pia zilifanya vizuri. Simba alifanya vizuri katika kombe la shirikisho, Esperance alifanya vizuri katika kombe la klabu bingwa. Lakini ukija kumtazama Petro, naye ni miongoni mwa timu ambayo ina historia nzuri, sio timu ambayo ina historia mbaya ya kuishia tu katika hatua za chini. Ni timu ambayo ina historia nzuri. Na ukiona timu ya taifa ya Angola inafanya vizuri, basi ni msimu ambao Petro Atletico nao wanafanya vizuri. Huwa wanapush sana katika timu ya taifa ya Angola. Wachezaji wao wengi huwa wanatokea huko. Kwa hiyo nalo sio kundi tu la kubeza. Lakini kwa ubora wa Esperance na klabu ya Simba kwenye michuano ya kafu, wao huwa ndo wanapewa nafasi zaidi. Lakini pia Stade Malien, ukitazama hii timu ni timu ambayo pia inaongoza kwa kutoa wachezaji wengi ambao wanafanya vizuri. Stade Malien hii ndio timu ambayo ametoka kiungo wa Yanga yule Kouma ametoka katika timu hiyo. Kwa hiyo sio timu ya kuweza pia kuibeza, lakini walishawahi kucheza wachezaji kama kina Diara, waliwahi kukipiga katika timu hiyo. Kwa hiyo moja kwa moja ni aina ya kundi ambalo tunaweza tukaweza kushuhudia kundi zuri, tunaweza kushuhudia kundi ambalo linaweza kutoa pia ushindani. Lakini bado nafasi kubwa wanapewa Simba pamoja na timu ya Esperance de Tunisia. Kwa hiyo hayo ndiyo makundi yote ambayo hapo tumeweza kuyapitia, na haya makundi yamepangwa kutokana na ubora wa timu. Kwa hiyo ile timu ambayo ilikuwepo pot A ndio timu ambayo inapewa nafasi kubwa, na ilikuwepo pot B wao pia ndo wanapewa nafasi ya pili. Pot C wao ndo walikuwa wanapewa nafasi inayofuata, na pot D ndio timu ambayo imepewa nafasi ndogo. Lakini ndani ya uwanja chochote kinaweza kutokea. Ile timu ambayo itakuwa imejipanga vizuri wana uwezo wa kwenda kubadilisha huu msimamo ambao unaonekana kwa hivi sasa. Kwa hiyo yoyote atakayejipanga vizuri anaweza kwenda kufanya vyema, na yule ambaye atakayezichanga karata zake vyema, basi moja kwa moja anaweza pia kupata nafasi nzuri. Kwa hiyo mwanamichezo, moja kwa moja hapo ndio tulikuwa tunakujuza kuhusiana na makundi na timu zilivyoweza kujipanga. Bana, asante sana kwa kutufuatilia. Tuendelee kukutana tena baadaye katika update mbalimbali. Kwa
maarifa ya kiroho. Jipatie vitabu vya Rev E.S. Munisi vilivyohaririwa kwa uweledi vitakavyokujenga kiimani kwa kujipatia nakala yako kwa bei nafuu ya kitabu cha misingi ya kuukulia wokovu, jinsi ya kufundisha neno kwa ufanisi, masuala yaliyopo leo katika tafsiri za unabii, dondoo za unabii wa siku za mwisho, uamsho na urejesho wa kanisa la kitume, historia kanisa la Tanzania Assemblies of God, kuibuka kwa wimbi la imani potofu Tanzania, Israeli kitovu cha unabii wa siku za mwisho, Danieli na unabii wa siku za mwisho, Ufunuo Yohana, unabii na hitimisho la historia, na kitabu cha ujasiriamali wenye mafanikio. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0713028292 au 0678813891. Bwana, mambo vipi? Naitwa Mkude Luis leo kwa taarifa za kimichezo za hapa nyumbani Tanzania, barani Afrika, lakini na nje ya bara la Afrika, kwa maana ya taarifa za michezo za kimataifa. Ungana nami kupitia Sauti Kuu Sports kila siku kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 4. Ungana nasi tuweze kukupatia taarifa hizi kwa kina na tuweze kukata kiu yako. Mambo vipi mtazamaji wa Sauti Kuu TV? Karibu sana katika Sauti Kuu Sports. Ni kipindi ambacho cha kimichezo kinachokujia kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 4 kamili asubuhi. Na jioni tunarudi tena kuzijadili taarifa ambazo zilizotokea katika siku nzima. Hapo tunakutana tena saa 12 kamili jioni mpaka saa 1 usiku kamili. Tunakuwa tayari tunafunga Sauti Kuu Sports katika siku hiyo. Na endelea kuifuatilia Sauti Kuu TV. Bana, mpango mzima ni Sauti Kuu Sports kila siku saa 2 asubuhi hadi saa 4 na saa 12 jioni hadi saa 1 kamili. Mimi naitwa Rafael Waya, naifuatilia Sauti Kuu Sports kila siku kuanzia saa 2 mpaka saa 4 asubuhi.